Leo Novemba 11, taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linashuhudia kuchaguliwa kwa spika mpya wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina lake ni Mussa Azzan Zungu. Ni mwanasiasa wa Tanzania aliyehusishwa na Chama cha Mapinduzi. Karibu nikuletee makala fupi kuhusiana na Mussa Azzan Zungu katika safari yake ya siasa mpaka kuchaguliwa kuwa spika wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mussa Azzan Zungu alizaliwa tarehe 25 Mei mwaka 1952 na anatokea katika jiji la Dar es Salaam. Ni mwanachama wa muda mrefu wa Chama cha Mapinduzi CCM na amehudumu katika siasa za Tanzania kwa zaidi ya miongo miwili. Kabla ya siasa, Zungu alisomea uhandisi wa ndege nchini Canada na kufanya kazi katika sekta ya anga, taaluma iliyompa uwezo wa kiufundi na nidhamu ya kiutendaji. Lakini akiwa nchini alianza siasa za ngazi ya chini kama diwani wa kata ya Michikichi na kisha akawa naibu meya wa manispaa ya Ilala kabla ya kuchaguliwa kuwa mbunge mwaka 2005. Safari yake ilionyesha mabadiliko kutoka kwenye taaluma ya kiufundi kuelekea kwenye uongozi wa umma. Na kama mbunge wa Ilala, Zungu amejihusisha na mijadala mingi ya bunge na masuala ya wananchi wa miji, hasa changamoto za miundombinu, mazingira na biashara ndogondogo, na amewahi kushiriki nafasi ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira mwaka 2020, ingawa kipindi chake kilikuwa kifupi. Kwenye uongozi wake alijitambulisha kama mtu makini anayezingatia taratibu, lakini pia amekosolewa kwa kuwa mwangalifu kupita kiasi kwenye hoja zake ambazo zinahitaji msimamo mkali wa kuimarisha. Kwa miaka mingi amekuwa sehemu ya mfumo wa chama tawala, jambo ambalo linachangia kuonekana kwa mfuasi wa mfumo kuliko mbunifu wa mabadiliko. Mussa Azzan Zungu kuteuliwa kwake kuwa spika wa bunge la 13 mwaka huu 2025 kunamweka kwenye nafasi nyeti ya kusimamia utendaji wa bunge na kuhakikisha uwiano kati ya serikali na bunge. Hata hivyo, nafasi hiyo pia itakuwa kipimo cha uadilifu na uthubutu wake, kwani mazingira ya kisiasa ya sasa yanahitaji uongozi wa bunge unaojitegemea na unaosimamia serikali. Katika historia yake ya kuwa karibu na chama tawala, changamoto kubwa kwake ni kuonyesha kwamba anaweza kutenda kwa haki bila upendeleo wa kisiasa. Hatima yake kama spika itapimwa si kwa hotuba nzuri, bali ni kwa namna atakavyosimamia uwajibikaji na kulinda heshima ya bunge mbele ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.